Kwa jina naitwa Abdallah Saleh Choma, ni katibu mkuu wa Umoja wa Walimu wa Madrasa kata ya Zumia Temeke. Katika uelewa na weledi niliopata kwa muda mchache kwenye mada hii ya masuala ya social protection, nitaka nifahamu zifuatazo. Cha kwanza, mkufunzi hapa alitueleza kuhusiana na mifumo ya benefit ambayo mtu anaweza akanufaika nayo kwa kuzungumzia kwenye defined benefit na benefit from investment. Na tumejaribu kuona kwamba undani wake, mtu anapokuwa amecontribute zile amount zake, kuna ulazima wa zaka kutoka ili kuisaidia ile jamii. Na akatupigia mfano kwa upande wa ZSSF, maanake wao walichukua defined benefit katika kuwafavor wale contributors. Je, in case kama tuna operate Islamic alafu tumechagua njia hii ya benefit from investment, katika utaratibu wa zaka unakuwaje kwa mtu alafu ikitokea ile investment haikutoa matunda yale yaliyokusudiwa? Nilikuwa naomba kufanuzi kwenye hiyo. Lakini pia eneo lingine, hiki tunachokuwa tunachangia kwenye social protection zetu kwenye system ya hizi social fund zetu, je, kuna uwezekano kwenye system za kibenki kwamba zikazitenzi pia zile contribution zetu kama ni sehemu ya security, labda kama nataka nikope somewhere zitumike kama collateral as a fixed deposit somewhere? Lakini pia katika eneo la gratuity ambao ulizungumza, kama tukiwa tunaifanya hii Islamic social protection, pia na yenyewe kigezo kinabaki ni vile vile, unakuwa na huo mfumo wa kiinua mgongo au unakuwa na utaratibu tofauti kwenye operation yake? Kwanza nishukuru kwa kupata maswali, kwa sababu kama tungezungumza ndio tukaondoka bila kuna mtu ambaye anauliza maswali, basi tungejiuliza si wenyewe kwamba je, tumefahamika au tumezungumza tu. Tukianza na swala la Bwana Yusuf Muhammad kwamba je, tunawezaje kuwafikia wale ambao wako vijijini tukawaanzishia hifadhi za jamii alafu baadaye tukawaacha waendelee wenyewe bila ya kutokana na mazingira yalivyo ya vijijini. Katika presentation tulisema kwamba hifadhi za jamii ziko za namna tatu. Ipo individual, ipo ya community, ipo na ya nation. Kwa maana ya nchi kama nchi ikaweza kufanya au kutengeneza taasisi ambazo zikasimamia masuala ya hifadhi ya jamii. Na tumegusia zaidi katika zile ambazo za kinchi, lakini upo uwezekano wa jamii zenyewe kujitengenezea mifumo ya hifadhi ya jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika moja ya mambo ambayo aliyakubali ni kwamba kabla kuja kwake yeye kulikuwa na jamii wanaitwa Ash'ariyina, walichokuwa wanafanya wakipata njaa, kila mmoja katika jamii anachangia kwa uwezo wake chakula katika ile jamii. Kwa hiyo mwenye nyingi anatoa, mwenye kingi anatoa kingi, mwenye kidogo anatoa kidogo. Halafu kwenye kugawanywa wanagawana sawa sawa. Sio, imefahamika? Yaani tujalie kwamba tushajua kwamba hapa sasa hivi ni kipindi cha ukame. Kwa kila mmoja anatoa akiba yake ya chakula. Kama ni mpunga, mwingine atatoa kilo 1, mwingine atatoa kilo 100. Alafu inaikwa pamoja chakula kile, kisha kinakuja kugawanywa kwa watu wa jamii ile sawa sawa, kwa mujibu wa mtu kuweza kumsustain katika ile maisha, kwamba asiwe amepata njaa. Kwa hiyo kama kila mtu anapaswa kupata robo kilo, aliotoa kilo 1 atapata robo kilo, aliotoa kilo 100 atapata robo kilo, na aliokuwa hajatoa atapata robo kilo. Kwa ni taratibu ambao ulikuwa katika community level, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaukubali kama utaratibu huo uendelee. Kwa hiyo
taratibu za community zipo zinakubalika, ni namna tu ya kuangalia ni namna gani, kwa sababu kuna ile case by case, ni namna gani jamii ile utaisaidia ili uweze kupata hizi hifadhi za jamii, sababu na hifadhi za jamii ziko namna nyingi. Lakini issue inakuja kwenye accountability na commitment. Tunaona hapa sijui kuna nini vikoba, sijui kuna SACCOS. Mtu akishakupata pesa haonekani, simu hapokei. Wale wanaochangia pesa zao zishaenda. Kwa hiyo kwenye usimamizi huwe tuna utaratibu maalum ambao unaweza kuhakikisha kwamba kwa mujibu wa community ile, zile fedha ambazo au kama kuna michango ambayo inatolewa kweli inawafikia walengwa na kweli inafanywa kazi kwa kile namna ambavyo inatakiwa. Swala la Bwana Omar Mavura, kuna conflict of interest na swala la scholars. Tumechukua measures gani katika kuhakikisha kwamba tunaliondoa? Labda niseme tu kwenye conflict of interest ni kwamba ni kama tumefanya integration ya kwamba malengo ya sharia scheme au ya hifadhi ya jamii kwa misingi ya sharia sio kwa idara ya sheria peke yake. Baada ya kuliona hilo, yale malengo tukayaweka kwa wale watu wa registration, yale malengo yawe ni yao, upate ownership ya kile ambacho tunakifanya sisi. Isije kwa hili ni lao, hili ni letu, hivyo itakuwa hakuna ownership, lakini wao wapate ownership. Kwa hiyo malengo yale tukayaweka pamoja na malengo yao. Kwa tunaamini kwa kufanya hivyo tunaweza tukafanikiwa. Bado hatujapata majibu hasa ya hilo kwa sababu hatujalifanya kipindi kirefu, lakini tunaamini kwamba tunaweza tukafanikiwa. Lakini kwenye upande wa scholars ni kurudi katika jamii na kuona ni namna gani jamii inavyofanya kazi. Tukishakuona kwamba jamii kumbe ni kweli wakipata jambo lolote wanamfuata shekhe fulani, sisi sasa ni kwenda kukaa na yule shekhe. Hapa kuna issue 1, 2, 3. Je, wewe unaonaje? Mwakilishi wa PBZ alipokuja hapa alizungumza sana, lakini akataja kwamba tunatoa financing ya mikopo. Sasa hapo ukishakusema mikopo, wataalamu wetu wa scholars wa Islamic wanajua kama mkopo hutakiwi kupata manufaa yoyote. Ndio vitabu vilivyoandikwa. Abul Hassan hutakiwi kupata manufaa yoyote. Sasa iweje benki inatoa mkopo halafu inakwambia ukilipa ulipe na ziada? Hiyo ndio hoja yao ya msingi. Lakini je, wanajua namna benki inavyofanya? Moja. B, sisi wenyewe watu wa benki, watu wa Islamic Finance, tunapoenda kwa jamii, tunawaambia vipi? Tunawaambia vile vile kwamba tunatoa mikopo kwa sababu ndio lugha iliyozoeleka. Kwenye conventional bank tunatoa mikopo. Na sisi tukienda tunasema tunatoa mikopo. Tukisema tunatoa mikopo ndio tunatengeneza question. Kwa sababu mkopo hutakiwi kupata manufaa yoyote. Sasa wale ukawaambia kwamba benki haitoi mikopo. Sasa ukaenda kuambia benki haitoi mikopo, inafanya 1, 2, 3. Atakusikiliza. Kesho akaenda mtu wa benki akasema tunatoa mikopo. Contradiction. Kwa hiyo ndio pale akasema kwamba ni kwa pamoja. Kwa pamoja ili jukumu twende tufike katika ile route hasa kwa wale jamii ili tuweze kuwaelewesha. Lakini si wenyewe tubadilike katika presentation zetu tunavyoenda, kwa sababu tukiwaambia huko watu mikopo, akienda mtu wa benki akisema anatoa mkopo, tayari hapo ushamparaganya, hawezi kukuelewa. Sheikh Mohamed Masud kwenye masuala madhehebu, nadhani hili tunaweza tukaliacha kwa sifka, lakini kama tulivyosema pale mwanzo au pale mwisho kabisa katika conclusion tukasema kwamba swala la kutoa elimu ni la pamoja. Sifka watafanya kwa upande wao, lakini pale mtu mwenyewe mmoja anapofika aweze kutoa elimu. Kama anamjua mtu ambaye anaweza kumwambia kwamba huyu yuko katika mrengo fulani, basi amwambie.
Inawezekana kwa kumwambia kwake akapata uelewa japo kidogo, then akaachana na ile tatizo ambalo analo. Elimu kwa jamii, kwa upande wa watu ambao hawajafikiwa, ili waweze kuweka hii mifumo ya hifadhi ya jamii kiloka. Hilo nadhani kama tulivyojibu la mwanzo kwamba ni jukumu la either individual, community na national, lakini inategemeana na community yenyewe. Community gani ina shida gani, inataka hifadhi ya jamii ya namna gani, je, wataiwezaje? Kwa hiyo hakuna jawabu ya moja kwa moja kwamba tukifanya hivi tunaweza tukasema hawa sasa tushawaingiza katika mfumo wa hifadhi ya jamii. Mifumo ipo mingi, inategemeana na case by case kama nilivyotangulia kusema, kwa namna ile jamii inavyotaka na uwezo wake wa kuweza kumanage ule utaratibu wa hifadhi ya jamii, lakini ni jambo ambalo linawezekana. Bwana Hamza alisema kwamba huu mfumo wa wakfu na zaka kama ni mawazo na mchango wake, kwamba huo integrated na taasisi kama SIFCA na taasisi nyinginezo ziweze kuchukua. Nadhani ni maoni mazuri, lakini nitawaachia SIFCA wenyewe wajibu. Lakini zaka hasa, zaka ikiwa itasimamiwa na taasisi, inawezekana ikawa ni tatizo. Zaka ili ifanye kazi isimamiwe na serikali, kwa sababu lengo la zaka si kutoa mtu zaka. Alimalizia hapo, lengo la zaka ni namna gani inatumika zaka, na moja katika lengo kubwa la zaka ni kuhakikisha kwamba aliyepewa zaka ndiye na kesho anao uwezo yeye kutoa. Lakini ikiishia tu kwamba taasisi zinapokea zaka halafu zinagawa, leo huyu kapewa 10,000, kapewa 100,000, akitoka tu nje kesha kipa madeni chaimaliza, ile inakuwa unamfanya yule mtu awe ni tegemezi kila siku. Na sometimes unaweza kumfanya mtu awe hafanyi kazi kwa kujua kwamba taasisi fulani itakuja kunipa zaka. Lakini ukiwa kuna mkono wa serikali kuhakikisha kwamba huyu anaopewa zaka kwanza anastahiki, B anao uwezo wa kutoka hapa alipo akafika upande mwingine, akasaidiwa kimawazo na akasimamiwa. Kwa sababu kwenye kusimamiwa taasisi zetu sidhani kama zinaweza. Kwenye kusimamiwa ni serikali, akasimamiwa akaweza sasa kufikia yale malengo ya ile zaka aliyopewa mwakani, yeye ndio atoe zaka, asisubiri kupewa. Kwa ni jambo kubwa, lakini tunasema kwamba lilokuwa halipatikani lote, hatuwezi kuliwacha lote. Maana yutraku kullu la yutraku jullu. Tunaweza tukafanya katika community level, tukaona impact yake, pengine ikachangia community nyingine nazo kuweza kufanya, then ni jambo la kiserikali. Swala la ulazima wa zaka katika mifumo ya DC lililoulizwa na Bwana Abdullah Thabit. Tunachokitolea zaka si mafao. Kinachotolewa zaka ni collection ambayo ipo katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Umekuwa unachangia kila mwezi. Kwa hiyo baada ya miezi 12 kupita, inawezekana shilingi 10,000 ambazo unazichangia zimefikia 120,000. Kwa hiyo zile ndio ambazo zinatakiwa zitolewe zaka, lakini sio yale mafao ambayo unayapata. Kwa hiyo pale utatolea zaka zile fedha ambazo, kwa upande wa DC utatolea zaka zile fedha ambazo umezichangia. Zile ambazo utapewa kama ni mafao yako, nazo zile zina hukumu yake katika masuala ya zaka. Wapo wanaosema kwamba ukipewa tu unatoa zaka hapo hapo. Wapo wanaosema kwamba ukishakupewa ukae tena zipite miaka miezi 12 ili upate kuzitolea zaka. Kwa hiyo hiyo ni nini nyingine. Kwenye upande wa DB kama tulivyosema, hiyo haitolewi zaka kwa sasa hivi. Nadhani kuna swali moja la mwisho. Contribution iwe kama ni security. Moja ya kilichofanya kutokea kwa global financial crisis, hizi derivatives, karatasi ya fedha kupandishia mpaka mwisho ki collapse,
chini au juu, na mfumo mzima umecollapse. Ndicho ambacho kilipelekea financial crisis. Kwa hiyo kwa upande wa contribution kuwa kama security au nadhani tulipokusudia kwa kama ni security ya kuweza kwenda kukopea, inawezekana kimifumo hasa ikaja kuleta tatizo katika mifumo ya kifedha kutokana na masuala ya kupandisha derivatives. Kwa hiyo ni jambo la kuliangalia kwa undani wake. Kwa ni swala ambalo tunaweza tukalichukua tukaliangalia, lakini jawabu ya haraka kwamba si jambo zuri kwamba wewe una karatasi alafu ukenda ukatafutia fedha katika mifumo hii ya kifedha, na katika mifumo ya Kiislamu nayo ni risk inakuwa ni kubwa zaidi, na unajumuisha watu wengi katika ile swala la ile risk. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni tatizo. Swali la mwisho liulizwa kwamba gratuity, sijalifahamu kidogo ile la gratuity, yani kwenye Islamic mfumo wa Islamic kwenye social protection kwamba inahusisha hicho swala. Okay. Tulipotoa mada hapa tulisema kwamba kwenye mifumo hii mafao ya yoyote unaweza kuyatengeneza, na mifumo ya Kiislamu inaruhusu kutoa gratuity pamoja na pensheni au pensheni peke yake au gratuity peke yake. Inategemea namna utakavyo structure na kuwa ni sheria compliant. Na shukrani sana kwa majina, naitwa Omar Saidi. Ni mhitimu kutoka chuo cha FM au Institute of Finance Management katika kozi ya Insurance and Risk Management. Insurance ni moja ya risk management. Yaani risk management tunasema kwamba sio hiari, yaani ni kitu cha ulazima ili kukinga jamii yetu. Sisi tunachokisoma sana ni kitu kinaitwa traditional insurance. Kwenye masomo yetu takaful insurance au bima ya Kiislamu katika kusoma, yani haizidi peji moja, yani mwisho ni peji moja. Hapo utajifunza tu tofauti kati ya traditional insurance na takaful insurance. Je, Waislamu yani sio kwamba katika bima ya kawaida hamna utofauti sana, kwa sababu sheria za Kiislamu zipo ndani yake vile vile. Kwa mfano, katika bima ya maisha kuna limitation kwamba beneficiary hawezi akapata mafao au hawezi akapata faida kama ikitokea kahusika katika kufa kwa yule life assured, yani yule ambaye kawaashua. Kwa mfano, ikitokea labda mzazi kwenye life insurance kwamba mtoto alikuwa na mzazi wake, ikatokea ajali, kwa bahati mbaya mzee wake akafariki na yeye akabaki kwenye life insurance, huyo mtoto hawezi akapata yale malipo ikitokea mzazi wake akafariki, hata kama ni kwa bahati mbaya, alafu yeye akasurvive. Je, katika taasisi za Kiislamu kuna jitihada gani zinachukuliwa takaful insurance ikawa nayo ni sehemu at least model moja basi? Kwa sababu model ni nyingi za insurance zaidi ya 30, alafu hamna hata model moja ambayo imesimama kusimamia takaful. Yani tukajua basi hata hii ina operate vipi, kwa sababu takaful nao wana bima, lakini hatujifunzi kuhusiana na hiyo bima kabisa. Zaidi tu tunaambiwa tutofautishe kati ya bima hii na bima hii. Kwa hiyo katika taasisi za Kiislamu zinachukua jitihada gani
katika kuimplement at least hata moja, kwa sababu bila elimu, yaani watu bila kupata elimu wakawa wanapata tu elimu kwenye makongamano kama haya, wanakuwa wanapata elimu watu wachache, lakini wakijifunza at least wanafunzi 1000, kila mtu ana makwao, wote wataelimishana. Kwa hiyo kwenye Uislamu at least tutakuwa na watu wengi ambao wanaelewa kuhusiana na takafful insurance. Kwa hiyo insurance ni muhimu sana, lakini hatuipati kwa undani kama Uislamu, kama sheria ya Kiislamu inavyosema. Asalamu alaykum. Nimepata swali lako. Hapo ilikuwa mkurugenzi wa habari na mawasiliano Umoja wa Maimamu Tanzania, maana UMATA, lakini pia ni afisa wa usambazaji wa majiko bora kabisa Afrika ambayo inatumia nishati ya umeme na nishati safi kutoka kampuni ya Bana Tanzania. Kwenye si swali, kwa maana ni kama kutaka kujua zaidi, hususan hasa katika hili swala tunasema mkopo, kwamba tumeona kuna aina katika swala la biashara katika mauzo. Kuna tuseme ni aina za mauzo. Tunaona wanasema cash sale na cash credit, kwamba inajulikana kuna mauzo, tunaweza kufanya mauzo kwa taslim na tunaweza kufanya mauzo kwa mkopo. Sasa sijaona tatizo la kutumia neno mkopo, kwa maana kama tunaweza kuna njia za mauzo kwamba tunaweza tukauza kwa cash na tukauza kwa mkopo. Sasa ili inabidi iangaliwe vizuri, na kama kuna lugha nyingine ya kutumia tofauti na hiyo tuijue. Na katika haya pia kuna shida moja ambayo inaendelea mtaani, kwa maana sasa hivi biashara nyingi zinafanyika kwa mifumo hii ya mraba. Sasa hivi watu wanauza simu, hawatoi mikopo ya keshi na wanasema tunakopesha simu. Sasa utasema ile simu inalipa. Sasa ukakopeshwa simu, hajakopeshwa sio simu kwa simu wala hela kwa hela. Sasa vipi watu wanasema nalipa? Kuna mkulima akaenda kukopa trekta, asema nimekupa trekta ile milioni 30 na milioni 35 lipa. Sasa hii mambo ya elimu hizi zieleweshwe vizuri, ili Waislamu waondoe hofu, ili waweze kutumia, kuweza kunufaika na hii mikopo, ieleweshwe vizuri zaidi. Lakini swala la zaka kusema ni vizuri likafanywa na serikali. Hii sasa ni taasisi Waislamu kwa ujumla kusimamia sawasawa, peleka mapendekezo serikalini na likweli lisimamiwe na serikali. Maana nikisema serikali itasema, maana itaweka kitendo ambacho kitasimamiwa na Waislamu wenyewe katika kulisimamia hili, lakini ikawa ni jambo la serikali na ikaleta faida kubwa. Kama tulivyoweza kupambana kuingiza hijabu mashuleni, sawa, na watu wakapambana kwa kweli, hatuwezi kushinda pia hili. Kama leo tumeweza kupata leseni kwenye mabenki ya Islam, kwa nini pia isiwe sehemu ya serikali kusimamia masuala ya zaka? Inshallah. Naomba tuwe tunafanya swali mafupi sana ili twende na muda. Nataka twende na muda kabisa sisi. Kwa majina naitwa Tariq Abdi Bimbo. Kuna kitu kimoja nakisikia sana ambacho nitaka niujue undani wake. Kitu chenyewe ni UDT Arms. Je, ni halali au haifai? Tena chengine tunataka nijue tofauti ya bondi na sukuku. Asalamu alaykum. Majina naitwa Kasim, natokea kampuni ya Al-Baraka Takafful Insurance Company, ambayo tumejikita kutoa huduma za bima ambayo inafuata misingi ya sheria, ama kwa Kiswahili nasema takafful.
na huduma zinazozitoa ni bima zote ambazo zinatolewa kwa msingi wa sheria, kuanzia bima ya magari na general takaful, bima ya magari, moto, majengo na kadhalika, ambayo bado ni family takaful ambayo bado iko katika mkakati wa kuandaliwa modeli yake, ila kwa sasa huduma zote zinazohusiana na general takaful basi zinapatikana kwa msingi wa uwazi ama sheria compliance service. Ama swali langu nilikuwa nauliza, umeona namna ambavyo mmefanikisha kwenye ZSSF. Kwetu sisi huko Tanzania bara tuna SSF. Sasa najua yote ni mifuko ambayo ipo ndani ya serikali, tofauti na ile katika serikali ya mapinduzi. Labda kuna initiative yoyote ya kuhamisha hii knowledge au ile commitment kitu ambacho wameshakifanya ZSSF kule kiweze kufanikisha na NSSF, kwa sababu huenda serikali kwa serikali inawezekana ikawa ni rahisi kuliko taasisi au watu wa chini kuwafikia NSSF na kuona namna gani kwa manufaa ya watu wanaonufaika wa Zanzibar, vile kwa kategori zile ziwanufaike na watu ambao ndio mfumo huo kupitia NSSF. Ni hilo. Asante sana. Sasa sisi wenyewe kwanza kabisa nimjulishe mzungumzaji aeleweshe kwamba vyombo kama SIFCA viweze kuchangia katika kuanzisha vitu vinavyoitwa Baitul Mal. Na hapa nimpe uhakika kwamba hivi sio vitu vya kuanzishwa, kwa Tanzania vipo. Tanzania bara tunayo Baitul Mal ambayo ilianzishwa na chombo cha TAMCO na pia na Hayatul Ulama. Lakini kule Zanzibar kabisa kimeanzishwa na kwa Zanzibar kimesimamiwa na serikali, kwa hiyo hilo swala ambalo lipo. Na bahati nzuri kabisa nimejaliwa mwezi uliopita niliwasilisha wasilisho mjini Algeria, nilikuwa tunazungumzia masuala ya uchumi endelevu, na nikawa ninawasilisha kuonesha kwamba ni kwa kiasi gani Islamic Social Finance ambayo ni hii zaka, sadaka na zaka, sadaka, zaka na wakfu vinaweza kuchangia katika maendeleo endelevu ya nchi kwa ujumla na Waislamu. Hoja kubwa ambayo nilijenga na utafiti nimetumia kabisa Baitul Mali za kwetu Tanzania na nikalinganisha na Baitul Mali za nchi ya Malaysia ambazo ziko chini ya serikali. Inaonekana tu kwamba kwa kiasi kikubwa Baitul Mali zetu, changamoto kubwa iliyokuwepo mpaka sasa ni kwamba hizi ni juhudi ambazo zinafanya katika hali fulani ya kutawanyika. Kwa hiyo tunachoshauri ni kwamba tuweze kuona ni kwa kiasi gani tunaweza kuunganisha nguvu. Na hoja kubwa tuliyokuwa nayo ni kwamba katika asili kama nilivyosema kwamba ingekuwa inaendeshwa serikali, ikiwa inaendeshwa na makampuni binafsi, zaka, kuna changamoto kubwa sana ya kuisimamisha kampuni au taasisi ambayo inasimamia zaka, kwa sababu asili ya zaka ina makundi maalum ya kugawa. Makundi 8 yanajulikana. Sasa unapokuwa umeanzisha taasisi na lengo lake ni kwa ajili ya kukusanya zaka, kwanza kuanzisha inakuwa ni ngumu kwa sababu hauna pesa za kuanzilia. Utakapokuwa umejaliwa na umeanzisha, ukipokea ile pesa unapita kugawa katika yale makundi 8 na ni maalum. Kwa hiyo jinsi ya kusimama inakuwa ngumu. Tumekuja na wazo la kwamba wale ambao wanasimamia hizi Islamic Social Finance wawe na uwezo wa kuunganisha vitu vitatu: sadaka, zaka na wakfu. Kwa sababu sadaka haina masharti magumu. Sadaka ndio itumike kuweza kusimamisha misingi ya taasisi hizi zingine mbili. Kwa mfano, kama inakuwa ni taasisi ya zaka, iweze kupokea sadaka na itumie sadaka kuweka mifumo. Kwa tatizo kubwa lililokuwepo ni mifumo, na mzungumzaji amezungumzia katika swala lazima la accountability, yaani uwajibikaji. Hauwezi kuwajibika kama hauna mifumo thabiti. Lakini ukiwa na mifumo thabiti, ni kwamba zaka utakuwa kwanza una uwezo ili uweze kutoa zaka, elimu itakayotolewa. Ili elimu itolewe lazima uende pale uwafikie watu, na kuwafikia watu kuna gharama. Huwezi kusema unatoka unaenda mikoa ya kusini, kaskazini, magharibi kama hauna msingi wa hii kazi. Kwa hiyo tunashauri uweke nguvu ya kuunganisha hivi vyombo vitatu: sadaka, zaka na wakfu. Na leo mtu akauliza wakfu kwani na tatizo gani? Tumezoea kuona kwamba wakfu zikitolewa mara nyingi yanatolewa aidha majengo yanakuwa yamechoka au ardhi ambayo inakuwa yenyewe haina uwezo wa kuzalisha. Kwa hiyo hoja tunayotoa ni kwamba sadaka itumike kuweza, kama ni majengo, kuyatengeneza katika hali ambayo inaweza ikapangisha na kuingiza fedha, na kama ni ardhi iweze
security investment. Nadhani hili amelijibia vizuri, na wataalamu wanasema inategemea na aina ya hii social security, kwamba zaka, moja ya masharti ya zaka ni kwamba kwanza iwe imefikia nisabu, lakini pia uwe na umiliki halisia. Mifuko mingi hii ya hifadhi za jamii ni kwamba wakati unachangia unakuwa hauna umiliki kamili kwa wakati ule, kwa sababu hauna maamuzi na ile pesa iliyo kule, na ndio sababu akasemea hapo kwamba zaka wao kama taasisi wanatakiwa walipie kile walichokuwa nacho wamemshikia mtu, lakini na mtu atalipia kutokana na wakati ule anapokuwa anapokea. Kwa hiyo katika maulama wanatofautiana kwenye hilo, lakini mwongozo mkuu uliokuwa ni kwamba inategemeana kama ni aina gani ya hii michango, na michango ambayo unaweza ukawa unatoa zaka kwa sababu unahesabika unao umiliki. Kwa mfano kama alivyosema, michango ya NSSF ni ya hiari. Michango ya NSSF wameweka hiari na wanakwambia unaweza ukachukua wakati wote. Kwa maana hiyo katikati ya mwaka inajulikana kwamba hii pesa unayo na unaweza ukachukua. Kwa hiyo ile unahesabika kwamba ikifikia nisabu unawajibika kulipia zaka. Kulikuwa na swala la savings kama sehemu ya social contribution, ameelezea mzungumzaji, lakini tunaweza kusema kwa njia mbadala Waislamu wakiweza kuamka. Kuna swali limeulizwa mbele tulijibu, lakini kwa kujibu swali hili linalingana. Waislamu sasa hivi ni kwamba kuna njia, kuna haki fulani za Kiislamu subuku. Badala ya kufikiria kwamba savings mtu alizoweka benki ya kuzifanya kuwa ni collateral kwa ajili ya kuchukulia mikopo na kadhalika, sasa hivi ni kwamba kuna hizi instruments. Sukuk, ukiweka sukuk ile certificate yako unaweza kuitumia kwa malengo hayo, kama ilivyosemekana mada ni ndefu ya sukuk, lakini ijulikane kwamba njia zipo. Na swali lingine lililoulizwa ile malengo kweli linakwenda sekta ya nyingine katika yale ya mwanzo. Swala zima la takaful na bima na mitaala ambayo ipo IFM na sehemu zingine zote. Tunashukuru kwa muulizaji. Hiyo ni changamoto ya sekta kama ambavyo mzungumzaji alizungumzia kwamba tumetoka mbali na Islamic finance. Kuna mengi ambayo yamefanyika. Hii takafuli yenyewe ya serikali imetoa miongozo mwaka 2022. Kwa hiyo katika jitihada ambazo zinafanyika ni kwenda hatua kwa hatua. Na hatua tuliyofikia sasa hivi SIFCA ikiwepo. SIFCA ina kitu kinaitwa SIFCA Academy, na moja ya mandate ambayo wamepewa na TIRA ni kuhakikisha kwamba tunazo hizi kozi ambazo watu watafundishwa, lakini pia kufanya ushirikiano na vyuo na kadhalika kuhakikisha kwamba tunatanua syllabus walizokuwa nazo. Kwa sasa vyuo vingi ni kwamba wanafundisha bima kama bima, lakini kwa sababu mwongozo umekwisha toka, ni jambo ambalo tunasema tutegemee kwamba itakwenda linakuwa taratibu, yajayo yanafurahisha. Kuna swali Sheikh Jafari kutoka Omaka ameuliza kuhusiana na cash na credit sale. Sina uhakika kama mzungumzaji wetu kesho nitamwachia kwanza aweze kujibu, pale atakapoishia naweza nikaipokea inshallah. Na Sheikh Abdallah Limo ameulizia UTT, nadhani hili ndio linaonekana kabisa katika maswali ambayo hayahusiani na hifadhi ya jamii. Mada ni pana. Kwa niaba ya SIFCA ninaomba niahidi kwamba maswali ambayo yatakuwa hayahusiani moja kwa moja na mada ya leo tunayachukua, kwa sababu tunalika grupu letu kule ni kwamba kama ambavyo tunatoa taarifa zingine, na haya pia maswali tunayajibu kule bila ya kusubiri mpaka tuje kuwa na mada ambayo inahusiana. Asante sana mwongozaji, naomba nirudishe kama kuna uwezekano wa kujibu swala la cash na credit sale, lakini halina uhusiano kabisa na hifadhi ya jamii. Tunaweza tukaiahirisha kama tutakuwa tunataka kuokoa muda, hususan kwa sababu watu hawajasali adhuhuri na tunatofautiana upokezi wa fatwa kuhusiana na swala ya jamaa kupita wakati tumekaa tunaendelea na majukumu yetu. Na kurudishia mwongozaji kabla ya kufika mwisho, kama ulivyosema kama nitakuja tena katika kufunga. Asante sana. Tunashukuru sana katibu. Labda nisema kwamba sitaki kujibu swali kwa sababu sababu maswali mengi katibu kiamaliza, na lakini kisha tupa indhari ya muda, hasa muda wa swala. Lakini mimi nizungumze katika ule uelewa wa mikopo. Shetani pale aliposema kwamba ni kweli kwenye Uislamu upo uwezekano wa kupata huduma sasa hivi halafu ukailipia baadaye, lakini issue inakuja kwenye jamii wanapopokea. Kipindi cha nyuma tulikuwa tumezama katika conventional banking. Sasa ile conventional banking uelewa wake, terminology zake
pamoja na ufanyaji kazi wake tumeuchukua kama ulivyo, tumeuleta katika Islamic banking, na hicho ndio ambacho kinaleta contradiction. Kubwa ni kwamba ni elimu kwa wale ambao tulisema wanarudiwa katika jamii, lakini elimu kwa wale ambao wanataka zile huduma. Tukifanya hivyo tunaweza tukafika pahala sote tukawa tunazungumza lugha moja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wataalamu na wananchi wote wamekufuatilia mdahalo huu wa leo. Kwa niaba ya SIFCA ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa ushiriki wenu mkubwa na mchango wenu katika mjadala huu muhimu sana. Kipekee kabisa tunamshukuru sana mzungumzaji wetu mkuu Bwana Abdulaziz Aidi kutoka ZSSF kwa muda wake, uzoefu wake na elimu aliyotoa kuhusu umuhimu wa huduma za hifadhi ya jamii zinazofuata misingi ya sheria pamoja na uzoefu wa ZSSF. Tunamwombea kuwa Allah ajalie kwamba muda aliotumia iwe ni sehemu ya sadaka tujalia yake. Elimu tuliipata basi iwe ni katika mafao yatakayotusaidia kesho siku ya hesabu. Hakika mjadala wa leo umekumbusha jambo muhimu sana, kwamba huduma za kifedha na mifumo ya hifadhi ya jamii inapobuniwa kwa kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi, imani zao, maadili yao na matarajio yao, ushiriki wa wananchi huongezeka zaidi na mfumo unakuwa jumuishi zaidi. Tunazungumzia financial inclusion kama ilivyokuwa sera ya serikali yetu. Tumejifunza kuwa mahitaji ya huduma zinazofuata sheria yapo, kuna uwezekano wa kuzitekeleza kwa mafanikio, na taasisi zetu zinaweza kujenga mifumo inayoongeza ushiriki bila kuacha misingi ya kitaalamu, uwazi na usimamizi bora. Aidha, mjadala wa leo umeonyesha umuhimu wa kuendelea kujenga uelewa wa jamii, taasisi na watunga sera ili kuhakikisha maendeleo ya sekta ya fedha yanaenda sambamba na mahitaji ya wananchi. Kwa upande wa SIFCA, tunaendelea kusisitiza kuwa elimu na majadiliano ya wazi ni sehemu muhimu ya kujenga sekta imara, jumuishi na yenye kuleta maendeleo endelevu kwa jamii yetu. Tunatarajia mawazo, mapendekezo na mijadala ya leo itaendelea kuwa sehemu ya safari ya maendeleo ya mfumo bora ya kifedha na kijamii nchini Tanzania. Tunawashukuru sana washiriki wote waliouliza maswali, kutoa maoni na kufuatilia kipindi hiki kupitia Zoom na majukwaa mbalimbali ya mitandao. Mwisho kabisa, tunawaomba muendelee kuwa karibu na SIFCA katika vipindi vyetu vijavyo vya mdahalo wa kila mwezi, pamoja na shughuli nyingine za elimu, tafiti na maendeleo ya sekta ya mfumo wa fedha unaofuata sheria za Kiislamu nchini na kimataifa. Tunawakaribisheni katika maktaba yetu iliyoko makao yetu makuu katika jengo la Zanzibar Insurance kwenye kona ya mtaa wa Lumumba na barabara ya Morogoro, ambapo mtapata wasaa wa kupata rejea mbalimbali ikiwemo vitabu na pia makala ya mtandaoni. Pia SIFCA tunatoa mafunzo ya mifumo ya fedha inayofuata misingi ya Kiislamu kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wa kimataifa. Hivyo karibuni sana, na ninawahimiza chukue mawasiliano yetu kutoka kwa waliokuwepo hapo ukumbini na vile vile mlioko online, ili muwe na mawasiliano ya karibu zaidi katika kujiongezea elimu katika tasnia hii. Muhimu zaidi, jitihada hizi zote tunazofanya zinatugharimu. Kwa hiyo tunazidi kutoa hamasa kwa wadau wapenda heri kuwa sehemu ya kuchangia jitihada hizi za SIFCA. Tuna njia maalum kwa wale wanaojiandikisha kama wanachama wa SIFCA kuchangia. Mlioko ukumbini mnaweza kuwaomba wasimamizi, watakuwa na maelezo kamili ya kuwa kwa ujumla. Lakini pia tunapokea misaada kutoka kwa wadau mbalimbali, na haswa wale walio tayari katika sekta hii, kwa kuwa jitihada hizi tunazifanya kwa niaba ya tasnia nzima, na zikifanikiwa na sekta ikafunguka zaidi, manufaa yatakuwa kwetu sote, na zaidi ya hapo ni kwamba utoaji huu utakuwa ni sehemu ya mizani ya kesho ya akhera. Asanteni sana kwa ushiriki wenu. Mwenyezi Mungu azidi kujalia elimu yenye manufaa, hekima katika utekelezaji na maendeleo yenye heri kwa jamii yetu. Allah ajalie tunayoyapata yawe ni sehemu ya mizani yetu ya heri kesho siku ya hesabu, na ajalie yawe katika mali zetu endelevu kwa vizazi vitakavyokuja baada yetu. Na huu ndio mwisho wa mkutano wetu kwa leo. Wa hadha, salamu alaykum wal afwa minkum, al-kamalu lillah. Allah ndiye aliyekamilika na sisi tunafanya jitihada. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam.